Tunaingia katika sehemu ya 4 ya mtiririko wa story yetu ya China, Taiwan, Marekani na Warusi. Na kama tunakumbuka katika video ya 3 niliwaelezeni ni jinsi gani ambavyo Mrusi aliamua kwenda kumpa nguvu Muhindi na Mchina akaamua arudishe nyuma majeshi na kurudisha maeneo yote mpakani aliyoyachukua kutoka kwa Muhindi. Sasa ile ilikuwa ni mwaka 62 kama nilivyosema. Kwa hiyo baada ya hapo Warusi na Wachina wakaingia katika vita baridi ya kikomunisti. Kulikuwa kuna vita baridi kati ya wabepari na wakomunisti duniani, wa Marekani na Warusi. Kila mtu akawa na kundi lake. Sasa Wachina walikuwa ni wakomunisti, walikuwa kwa kundi la Mrusi. Sasa Wachina na wenyewe sasa wakawa wameshagombana na Warusi, kwa hiyo Mrusi na Mchina wakaingia nao katika vita baridi ya wao kwa wao ya wakomunisti. Kwa hiyo kukawa kuna wakomunisti sasa watataka kukaa kwenye ukomunisti wa Uchina na wakomunisti watataka kukaa katika ukomunisti wa Warusi. Alafu hao wote bado pia ni maadui na mabepari wa Marekani. Umeona? Lakini huu ugomvi ulikuwa neema kwa Marekani. Ugomvi wa Mchina na Mrusi ulikuwa neema kwa Marekani. Kwa sababu kama kwenye video ya kwanza nilivyowaambia, ni Marekani alikuwa anaitaka China nzima iwe mkononi mwake. Aliposhindwa baada ya Mrusi kuingiza serikali ya kikomunisti China, Marekani akaamua kubaki na Taiwan. Akaipa nguvu serikali ijitengeneze pale Taiwan. Kwa Marekani hakupenda kubaki na kakisiwa. Alitamani China nzima iwe chini yake. Umeona, iwe rafiki yake, iwe naye upande wake. Umeona? Kwa hiyo Marekani alipoona Mrusi kagombana na Mchina ikawa neema kwake sasa. Umeona? Basi hii ikaendelea. Mrusi na Mchina sasa ni kuzozana, kupigana mikwala hivi na hivi. Ikafika mwaka 69 wakaanza kugombana, wanagombania mipaka. Hao watu wamekaribiana. Wakaanza kugombania mpakani. Katika ile vita ya mpaka, ni Marekani kwake ilikuwa furaha. Umenielewa? Unajua maadui zake wote wanagombana wenyewe kwa wenyewe. Marekani kwake ilikuwa neema kubwa sana. Sasa katika ile vita ya mipaka inasemekana Marekani wakajua sasa hapa Mrusi lazima alipue miundombinu ya nyuklia ya Mchina, kwa sababu sikaitengeneza yeye. Yeye ndo alimpa Mchina wanasayansi na kila kitu. Kila alichohitaji Mchina kutengenezewa nyuklia, Mrusi aliprovide. Kwa hiyo moja kwa moja Marekani akajua kabisa Mrusi ili kumkomesha Mchina hapa lazima amharibie kwenye ile miundombinu ya nyuklia aliyomsaidia. Kwa hiyo hii ni neema kwa nani? Kwa Marekani endapo Mrusi ataiharibu. Kwa hiyo Marekani kaja anasubiria. Lakini Mrusi hakutaka kuiharibu ile miundombinu ya Mchina ya nyuklia, akaiacha. Umeona? Basi baada ya hapo Marekani akaona hii vita yao ya mpaka imeisha, Mrusi hajalipua miundombinu ya Mchina ya nyuklia, kwa hiyo hapa usije wakapatana. Marekani akazama ndani kwa Mchina, akaanza kuongea na Mchina. Kwa hiyo Marekani akaanza kutengeneza urafiki na Mchina. Kumbuka walikuwa maadui, akaanza kutengeneza urafiki na Mchina. Mchina naye akaona hii sio tabu, tushagombana na Mrusi, nitakaa na Marekani. Kwa hiyo Mchina akawa rafiki na Marekani. Kwenye video ya kwanza niliwaambieni kwamba serikali hii ya kikomunisti ya China ilikuwa haitambuliki Umoja wa Mataifa. Serikali ilikuwa inatambulika Umoja wa Mataifa ni ile iliyokuwa kule Taiwan. Sasa hapa Marekani alipoanza kuunda urafiki na Mchina, ndipo Mchina akaona ndio huu muda wa kuhakikisha na mbinya Marekani ili serikali yetu sisi ndio itambulike Umoja wa Mataifa na si serikali ya Taiwan. Alafu pia ndio hapa tambinya Marekani atambue kisheria kwamba Taiwan ni eneo langu na si eneo linalojitegemea. Na Marekani kwa kuwa anamtaka Mchina awe upande wake, kwa sababu Mchina akiwa upande wake wataweza kumwangamiza Mrusi kirahisi. Kwa hiyo Marekani naye kipindi hicho anakubali kila Mchina anachokitaka. Kwa muda mrefu kuanzia miaka ya 50 Mrusi alikuwa anapeleka pendekezo katika Umoja wa Mataifa kwamba serikali ya China inayoshikilia China kubwa itambulike Umoja wa Mataifa. Lile pendekezo likifika kule katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, yani United Security Council, Marekani alikuwa analiblock. Kwa hiyo Mchina, serikali kubwa ikawa haikubaliki Umoja wa Mataifa. Sasa kwa kuwa sasa hivi wameanza urafiki, Mchina akamwambia sasa mimi ninachotaka hapa ni kubaliki Umoja wa Mataifa. Marekani akasema sasa hivi sina shaka, sita block azimio. Kwa hiyo moja kwa moja azimio la Umoja wa Mataifa likapitishwa na kuitambua hii serikali iliyoko sasa hivi ya kikomunisti kwamba ndio inatambulika Umoja wa Mataifa, na ile serikali ya Taiwan ikatolewa kwamba haitambuliki tena. Kile kitendo kiliwauma sana Taiwan. Wakaona jamani, Marekani tumekuwa pamoja siku zote, mbona unatugeuka sasa hivi? Kwa hiyo ikawa itambuliki, serikali iliyokuwa inatambulika na ikaingizwa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, United Security Council, ni serikali hii ya China ya kikomunisti. Kwa hiyo wa Taiwan waliumia sana, wakaona Marekani wamewageuka. Baada ya hapo mwaka 72 rais wa Marekani kwa mara ya kwanza alikuwa ni Richard Nixon, ndo rais wa kwanza wa Marekani kwenda China. Akaenda China.
alipoenda China wakapokeleana vizuri, na rais wa China naye akaenda Marekani na wakapokeleana vizuri. Na sasa huo muda Mchina akautumia kumsainisha Marekani kisheria atambue kwamba Taiwan ni eneo la China na si nchi inayojitegemea, ambao makubaliano yanaitwa One China Policy, yani sera ya China moja. Maana yake ni kwamba Marekani akasaini kwamba ninatambua kuna China moja tu, hakuna Taiwan, hakuna Republic of China, kuna China moja tu inayoitwa People's Republic of China. Kwa hiyo Marekani akaikana serikali ya Taiwan. Serikali ya Taiwan iliumia sana. Kweli unatukana, yani hivi umeona Lakini hii ni siasa kama ninavyosema. Katika siasa watu wanaangalia maslahi. Hakunaga urafiki wala undugu. Umeona? Kwa Marekani hapo naye alikuwa anaangalia maslahi. Umeona kwa sababu hata Taiwan naye ipo siku anaweza kumgeuka Marekani. Hii ni siasa. Kwa Marekani kaona opportunity, kaona fursa, kaamua kuitumia. Kwa hiyo asema sawa na sign, siitambui Taiwan, naitambua China. Kuna China moja tu, nyie Taiwan nyie ni eneo la China. Akasaini hili. Kwa hiyo baada ya hapo nchi nyingine nazo zikaanza kusaini. Umeona? Ndio tukawa mpaka na kina sisi wa Afrika kwamba okay, tumekubali kuitambua China, tutambui Taiwan. Umeona? Kisheria. Kwa hata vitu tukaanza kuagiza China, ni China, yani mambo mengi ambayo mnafanya juu ya yatakahusiana mambo ya Umoja wa Mataifa hivi na hivi tunaitambua China na si Taiwan tena. Umeona? Kwa sababu hiyo ya One China Policy. Umeona? Basi wa Marekani wakaenda vile, yani wanahakikisha wanafanya kile kitu Mchina anachokitaka ili tu Mchina asirudi mikononi mwa Warusi. Moja ya vitu walivyofanya ni kuitumia ardhi ya China kujenga kituo, inasemekana kituo cha kijasusi cha kumchunguza Mrusi, yani Mrusi kujua miundombinu yake ya nuclear, mambo yanaendelea anayoyafanya juu ya nuclear. Unajua Mchina akakaribiana na Mrusi. Sasa unasemekana walijenga kituo cha kijasusi pale. Kwa hiyo Marekani waliwapa teknolojia za kijasusi wa China. Inasemekana hata rais wa China alivyoenda alitembezwa katika kituo cha kijasusi cha Marekani. Hivi ndivyo inavyosemekana, mimi sikuwepo. Umeona? Kwa hiyo wa Marekani ndio watu wa kwanza kuwaonyesha wa China teknolojia zao. Na wa China kama mnavyofahamu kuwaonyesha wanaanza kukopi. Unaona? Kwa hiyo wakawaonyesha jamani, na hivi tutawapeni teknolojia, nyinyi tupeni hiyo ardhi. Nyinyi mmekaribiana na Mrusi, itakuwa vizuri sisi tukija hapo tutakuja na mateknolojia yetu, msiofu. Tumchunguze Mrusi vile hivi iwe rahisi kumwangamiza. Ili kujisimika vizuri zaidi, mwaka 79 wakafunguana balozi. Marekani akafungua balozi yake kule Beijing. Mchina naye akafungua balozi yake kule Washington DC ili wawe na mahusiano ya kibalozi zaidi. Sasa umeona urafiki ulinoga sana, yani urafiki ulikuwa ni mkubwa sana. Mrusi kule anasikitika kivyake, Muhindi ndo hakuwahi kutetereka, lakini Mchina kipindi hicho yani akawa yani yeye yuko na Marekani Bennett. Basi maisha yakaendelea. Kwa hiyo Marekani akawa anafanya kila ambacho sasa Mchina anataka. Mchina akaweza kuingia Umoja wa Mataifa. Mchina akaweza kufanya Marekani assign One China Policy, sera ile. Ndio maana leo hii Marekani anawasaidia Taiwan chini, lakini Marekani hawezi kutamka kwamba Taiwan ni nchi huru. Kwa sababu akitamka ina maana atakuwa kavunja ule mkataba au yale makubaliano ya One China Policy. Kwa hiyo Marekani huwa anawasukumia wa Taiwan wenyewe ndio wajitangazie uhuru. Huko akiwaahidi mkijitangazia uhuru sisi tutawapa backup. Yani ikitokea mnavamiwa sisi tutawapa. Kwa sababu wakijitangazia uhuru wale China anawavamia. Kwa hiyo anawaambia tutawasaidieni. Lakini wale wanaogopa kujitangazia uhuru. Umeona? Kwa hiyo Marekani yeye mwenyewe kutamka wale ni watu uhuru hawezi. Umeona? Pengine kuna wengine watajiuliza mbona sasa hivi sasa ni maadui hizi nchi? Ule ulikuwa ni urafiki wa kisiasa. Watu wanachekiana kisiasa. Na ilikuwa ni ili kumwangamiza Mrusi na umoja wake wa Soviet, na wakafanikiwa. Ule umoja wa Soviet ulikuja kuanguka mwaka 1991. Uliishiwa pesa, ulitoka kupigana katika vita kuu ya pili ya dunia, katika vita baridi, na kote huko walipigana sana. Marekani uzuri katika vita kuu ya pili ya dunia yeye alikuwa anauza zaidi silaha, kwa hiyo yeye alifanya biashara zaidi, wale walitumia zaidi pesa. Kwa hiyo umoja ule, kama pesa hamna umoja huwezi kukaa. Nchi zikaanza kutaka kujitangazia uhuru, hatimaye wakaamua kuachia yale makoloni na umoja ukavunjika mwaka 91. Sasa umoja ulipovunjika, Marekani akawa mhitaji tena Mchina, kwa sababu mwisho wa siku sera zao za siasa ni tofauti. Wa China ni wa komunisti na wa Marekani ni mabepari, kwa hiyo akawa wamhitaji tena. Umeona? Kwa hiyo uadui ukaanza na Marekani akarudi sasa tena kuwa yuko karibu na Taiwan badala ya kuwa karibu na China. Mchina naye akafocus zaidi katika kutengeneza uchumi, na sasa ni uchumi namba 2 duniani. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata habari zangu kama hizi. Habari itakayofuata ni Hong Kong. Tutakuja kuiangalia Hong Kong, koloni la Uingereza la zamani.